بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين ما بعد. Shukrani zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe Mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, tunachukua fursa hii ya kuendelea kukumbushana kunako kitabu chetu cha malezi, namna ya kumlea mtoto wako, njia 30 ambazo zitakazokusaidiza kumlea mtoto wako katika maadili yaliyokuwa mema, katika maadili yaliyokuwa mazuri. Tushaona kanuni ya kwanza ambayo ilikuwa inazungumzia ishi na mtoto wako sawa na marhala ya umri. Gawa umri wa mtoto wako kunako vipengele vitatu. Na kaida ya pili tukasema ya kwamba watendee wema wazazi wako ili nawe utendewe wema na watoto zako. Ama kaida ya tatu ambayo ndio kaida yetu ya leo ni kaida inayosema الرفق واللين في تعامل. Upole na utaratibu katika kuamiliana na watoto zako. Bimaana ishi na watoto zako kwa upole, kuwa mtaratibu, kuwa mtulivu. Hili litakusaidia bila shaka katika malezi ambayo unayoyalea. Wakistadili na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi semayo inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Hakika upole haupatikani kwenye kitu isipokuwa unakipendezesha hicho kitu. Ya salamu. Bimaana kitu chochote ambacho utakachokifanya kwa upole, kwa utulivu, kwa utaratibu, elewa ya kwamba hicho kitu kitapendeza, utakifanya vizuri. Wala yunza'u min shay'in illa shana. Upole hauondolewi kwenye kitu isipokuwa unaweka aibu kwenye hicho kitu. Maana yake jambo lolote ambalo utakalolifanya kwa upole na utulivu, hilo jambo litapendeza, utalifanya vizuri. Na jambo lolote ambalo utalifanya bila kuwa na upole, bila kuwa na utulivu ndani yake, hilo jambo halitokosa kasoro ndani yake, halitokosa mapungufu ndani yake. Hadithi kaipokea Imam Muslim. Haya, mtunzi wa kitabu anatuambia arifqu fi kulli shay'in, upole kwenye kila kitu. Yazinuhu wa yuslihuhu, unakipendezesha kitu, unakitengeneza. Yani ukiwa na upole kwenye kitu, hicho kitu kinatengenezeka, hicho kitu kinakuwa vizuri, hicho kitu kinapambika vyema. Hata fi hali al-ghadabi wal-itab,
Sheikh anasema hadi wakati wa hasira na wakati wa kumlaumu yoyote. Ukizungumza kitu wakati uko na hasira, lakini ukajitahidi uongee kwa utulivu. Wakati unapotaka kumtolea mtu malalamiko na lawama, ukajitahidi kuwa na utulivu ndani yake. Walaumi waliiqab, hata wakati utakuwa uko na mlaumu mtu, hata wakati utakuwa uko nataka kuadhibu mtu, ukajitahidi kutumia upole na utulivu, utafaulu bila shaka. وهذا يدل على أنه من أفضل ما تحل به العبد. na hili linaonesha kwamba upole, utulivu ni katika mapambo mazuri, mapambo mema ambayo yamfaa mwanadamu kupambika kwayo. Wasta'amalahu fi umurihi kulliha, na inambidi mwanadamu atumie pambo la upole kwenye mambo yake yote. Mambo yako yote tumia mambo ya upole, tumia upole. Bal awsa bihi Aisha radhiallahu anha faqala, bali Mtume alayhi salatu wasalam alimuhusia Aisha, na huyu husia sio kwa Aisha peke yake, ni kwa viumbe vyote. Aliposema ya Aisha tu alayki bitaqwa Allahi azza wa jalla warifq, ewe Aisha ni juu lako umche Allah subhanahu wa ta'ala na uwe mpole. Yani taqwa, ucha Mungu, kumcha Allah na kuwa mpole na kuwa mtulivu katika amali zako, katika matendo yako, katika kuamiliana kwako na watu. Huyo ni usia Mtume alayhi salatu wasallam anahusia. Alimuhusia Aisha, lakini sote unatuhusu huyo usia. Sikiliza hapa, mtunzi wa kitabu anatuambia faqarana ar-rifqa bitaqwa Allah. Mtume aliambatanisha ucha Mungu na utulivu, aliviweka fasi moja, aliviweka kwenye maneno mamoja. Kwa nini? Li'annahu bitaqwa yuslih ma bainahu wa bainal haqq. Kupitia ucha Mungu mwanadamu anatengeneza yenye hapo baina yake yeye na haki. Ukiwa mcha Mungu utajikutana unafanya mambo ya haki, tena utayafanya kama inavyotakikana. Wa birrifqi yuslihu ma bainahu wa bainal khalq. Na kupitia upole mwanadamu utatengeneza yaliyopo baina yako wewe na viumbe. Tizama haya mambo mawili, tizama hizi nukta mbili, ucha Mungu na upole. Kupitia ucha Mungu utajikutana umeitengeneza akhira yako. Kupitia upole utajikutana ulitengeneza yaliyopo baina yako wewe na wengine viumbe. Wala yadkhulu ar-rifqu baytan illa dakhala ma'ahu al-khair wat-tawfiq. Allahu akbar. Upole haupatikani ndani ya nyumba isipokuwa nyumba hiyo itakuwa na khairi, isipokuwa nyumba hiyo itakuwa na taufiki. Maana yake ukiwa mpole kwenye nyumba yako, wewe baba, wewe mama, ukiwa mpole kwenye nyumba yako, elewa ya kwamba umefungua milango ya khairi, umefungua milango ya kuwafikishwa kwenye khairi. Inakuwa ni sababu ya kufunguliwa hiyo milango. Unakutana watu wameishi ndani ya nyumba haina khairi, nyumba ni shida, ni fujo, ni vurugu kwenda mbele. Jichunguze katika akhlaq, tabia zipi ambazo unazokosea huko, na hapo utajua. Ukiona ndani ya nyumba yako hakuna khairi, ukiona ndani ya nyumba yako kila linalolifanya hamuwafikishwi, basi jichunguze upande wa takwa na upande wa rifq. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha arada Allahu bi ahli baitin khaira adkhala alayhim ar-rifqa. Allah subhanahu wa ta'ala anapowatakia watu wenye nyumba fulani khairi, basi anawaingizia upole.
utulivu. Bimaana hadithi kwanza mipokea Imam Ahmad, Sheikh Al-Albani akasema kuwa ni sahih. Bimaana nyumba ambayo hapapatikani upole ndani yake, hiyo nyumba haina khairi. Nyumba ambayo ndani yake hamna upole, hiyo nyumba ijichunguze vizuri. Ijichunguze. Upole ukikosekana unakuwa umekosa khairi kabisa. Na ndio maana mtunzi wa kitabu akasema fahariyun biman hurima rifqa wallin. Yafaa yule ambaye aliyenyimwa upole na utulivu an yuhrama alkhairu fi dinihi, an yuhrama alkhaira fi dinihi wa dunyahu. Ambaye alinyimwa upole na utulivu, huyo mtu ananyimwa khairi katika dini na dunia. Ukishakosa khairi za dunia, ukishakosa khairi za dini, una faida gani wewe? Una faida gani? Hauna faida hata moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Ambaye atakayekosa upole, basi mtu huyo hatopata khairi. Rawahu Muslim. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, upole ni tabia njema. Upole ni sifa inayotakikana. Ukijiona hauna upole, hauna utulivu, elewa ya kwamba khairi hauna. Hauna khairi yoyote. Uwe mwanamume au mwanamke, ukikosa hivyo vitu hauna khairi. Sheikh tufasiria maana ya neno rifq, akasema linul janibi bil qawl wal fi'l, ni upole katika upande fulani kupitia kauli na vitendo. Yaani ni mtu kuwa mpole kwa kauli, mpole mtaratibu hata kwenye vitendo vyako. Unakaa na watu, wewe si mgomvi, si mpiganaji, unaishi vyema, unatembea na watu vizuri, unaikaa na watu kwa utulivu na utaratibu. Hata ukizungumza na watu, wewe sio mbishi, wewe sio mtukanaji, wewe sio mkosefu wa adabu, wewe ni mwingi wa kusamehe. Yote haya ni katika upole. Wal akhdhu bil ashal, tena upole ni kuchukua kilichokuwa kirahisi. Wanazo wakaja watu wenzako kukuomba ushauri, usiwapatie ushauri wa vitu vigumu kwao. La, wapatie vitu virahisi. Hata wakati unapotaka kutoa adhabu, sio mpatie mtu adhabu ambayo itakayokuja kumshinda. Kabla unakutana shuleni, kuna wakati mwalimu anatoa adhabu ambayo hata yeye mwenyewe akiipewa hawezi akaitekeleza. Kumbe upole ni kufanya kile ambacho ni kitu kirahisi kwako wewe, hata kwa mwenzako. Wa huwa diddul unfi, neno upole ni kinyume cha ukakamavu. Ni kinyume cha ukakamavu. Na huyu ukakamavu anakusudia nini? Ashiddatu wal qaswa, ukali pamoja na roho kuwa ngumu, yani hauelewi, hauna huruma. Fasahibu rifqi yudriku hajatahu au ba'daha. Mtu mpole, mtulivu, mtaratibu, mara nyingi anafikiaga kwenye malengo yake. Au kama hakufikia yote, basi baadhi ya malengo atayafikia. Wasahibu al-unfi la yudrikuha. Na mtu shupavu, mkaidi, mkakamavu, sio virahisi kufika kwenye malengo yake, bali huyu mara nyingi ni mtu wa kuharibu. Mara nyingi ni mtu wa kuharibu. Wa in adrakaha fabimashaqqa. Huyu mtu mkakamavu hata akifika kwenye malengo yake, basi atayafikia kwa tabu. Na hii ndio hivyo. Tazama mtu mwenye anaenda kudai kwa utaratibu, anapata usalama. Ama yule mwenye kwenda kudai kwa vurugu, atapata haki yake lakini ataichokea, watavuliana heshima, watatukanana, watashtakiana, hivyo yani. Kisha Sheikh akasema wa hariyun an la tatimma. Mtu mwenye kuwa na ukakamavu na ushupavu, inafaa au yafaa au yampasa kutokufaulu. Ana pasenti kubwa ya kukosa haki kwa ajili ya midai kiubabe. Fahadha huwa an-nahju alladhi yajibu alaina an nasta'milahu ma'a abna'ina wa zawjatina.
Hii ni nasaha Sheikh anaitoa. Huyu mfumo, aidha huu mwenendo, ndio mwenendo ambao unafaa kwetu sisi wanamume. Tuutumie kwa watoto zetu, tuutumie kwa wake zetu. Tuamiliane na watoto zetu kwa upole na utulivu na utaratibu. Tuamiliane na wake zetu kwa upole na utulivu na utaratibu. Sio baba uwe mkali, sio baba uwe na roho mbaya, sio baba uwe shupavu, mkakamavu, mpaka ukiingia nyumbani watu kana kwamba vile wamemwona malakul mauti ameingia. La, hiyo haipasi kuwa hivyo. Tunatupa akhlaq, na zipo dalili nyingi ambazo zinatuhimiza kusikana na masala ya upole. Sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran aya 159 anasema, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu man hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Sikiliza wallah, Allah subhanahu wa ta'ala anavumwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam kupitia rahma ya Allah, rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuwa mlaini mbele ya hawa watu. Na lau ungelikuwa mkakamavu mwenye roho ngumu, basi waliopo pembezoni mwako wote wangelikukimbia. Unakutana shekhe ni mzee wa matusi tu, kufokeana, kutukanana, maamuma pia wanakukimbia. Mwalimu umeikalia ukali, kila siku ni ukali, wanafunzi wanakukimbia, wanakuwa hawaji tena kusoma kwako. Kumbe upole na utulivu unahitajika kwa kila mwanadamu. Allah akamwambia mtume wake, wasamehe na waombee msamaha na ushawiriane, mpeane shura baina yenu katika mambo yote yanayowakuta. Kisha faidha azamta, utakapoazimia kufanya jambo lolote, basi mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah anapenda wale wenye kumtegemea. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu Shuara, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Jishushe kwa wale ambao waliokufuata, kwa wale waumini ambao waliokufuata. Jishushe. Hauwezi ukajishusha kama uko mpole. Mtu ambaye sio mpole, mtu ambaye sio mtulivu, waje anajishusha Sheikh. Anakuwa kila siku anataka ndio awe juu. Hii yote anakwenda kinyume na manhajun nubuwa. Kadhalika Allah akasema katika suratu Taha akimwambia Musa na Haruna, idhhaba ila Firauna, nendeni kwa Firauni, innahu tagha, hakika Firauni amevuka mipaka. Faqula lahu qawlan layyina, mkifika kwa Firauni mumuongeleshe maneno yaliyokuwa malaini, yaliyokuwa yenye utulivu, yaliyokuwa yenye upole. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda akawa ni mwenye kukumbuka kuwaidhika au akawa ni mwenye kuogopa. Hizi zote ni dalili ambazo zinatuonesha watu kuwa na upole. Lakini kuna wakati fulani ukali unahitajika. Kuna wakati fulani, wakati wa kukosoa kosa, panahitajika ukali uwepo. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa mpole, alikuwa mkarimu, alikuwa mtulivu wa hali ya juu. Lakini wakati sheria za Allah zinapovunjwa, hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya ukali. Kumbe usiwe mpole moja kwa moja na usiwe mkali moja kwa moja, kuwa wasat, baina. Panapohitajika upole, weka upole. Panapohitajika ukali, weka ukali. Huu ndio uadilifu, ndio ambayo tunaita kwamba wasatia, ukati kwa kati, hikma, kila kitu kukiweka na nafasi yake. Hiyo ni kaida ya tatu. Ama kaida ya 4, kanuni ya 4 ni kanuni ambayo inasema atawassutu fi taamuli ma'ahum, kuwa na ukati kwa kati, kuwa na uadilifu wakati wa kuamiliana na watoto zako. Mzazi, kuwa muadilifu kwa watoto zako. Faman zada anil haddi wal ma'qul faqad zalamahum, kile ambacho au ambaye atakayezidisha kiwango ambacho kinachojulikana, kiwango ambacho
kinazidi akili, faqad zalamahum, huyo mzazi anakuwa midhulumu, wa ajhafa fi haqqihim, pia anakuwa amechukua haki ya watoto wake. Wa man naqasa an dhalika wa tahawana, na yule ambaye atakaipunguza, ambaye atakaizembea, faqad afsada wa farrata wa qassara, huyo atakuwa ameharibu na atakuwa amefanya upuuzi na atakuwa amepunguza vitu vingi sana. Kwa hiyo bimaana inatakiwa mzazi kuwa mwadilifu kwa watoto zako. Usibagui, usizidishi kitu ambacho kiko kinyume na ada, kadhalika usiwanyimi haki yao. Na ndio maana mtunzi wa kitabu akatufasiria akisema watawassutu fi kulli shay'in, kuwa na ukati kwa kati kwenye kila kitu. Manhajun shar'iyyun rabbani, ndio mwenendo wa kisheria ambao tumefunzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza Allah alivyosema, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hivyo ndivyo tulivyokufanyeni kuwa ni umma wa wasat. ايش معنى الوسط؟ الوسط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديثا ambao alipokea Imam al-Bukhari kama jinsi mtunzi wa kitabu aliandika, alwasatu al-adlu. Neno alwasatu maana yake uadilifu. Bimaana hii aya maana yake wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hivyo ndivyo tulivyokufanyeni kuwa umma uadilifu, umma waadilifu. Bimaana alwasat bimaana ni uadilifu. Kila Muislamu anatakiwa awe mwadilifu. Na nini maana uadilifu? Uadilifu maana yake ni kuweka kitu au kukipatia haki kinachostahili haki yake, kuweka kila kitu na nafasi yake. Hiyo ndio uadilifu. Haya. Na hapa kwenye uadilifu kuna watu wanakuwa nafasiri kinyume uadilifu. Unakutana mtu yuko na wake wawili, mke mkubwa na watoto 5, mke mdogo ana mtoto mmoja. Kisha yule mke mdogo wa mtoto mmoja anataka wawapatie matumizi sawa sawa. Huo uadilifu. Huo uadilifu, bali inaweza ikawa ni dhulma. Bali uadilifu inatakiwa wale ambao ni wengi wanastahili kupewa vingi, wale ambao ni wadogo wasipewi vingi kama wale wengi. Huo ndio uadilifu. Haya, anasema mtunzi wa kitabu, fallahu ta'ala akramana wa tafaddala alaina bi an ja'alana mutawassitina mu'tadilina fi kulli shay'in. Allah ametukirimu, Allah ametufadhilisha. Vitu gani ambavyo Allah ametukirimu kwavyo? Kitu gani ambacho Allah ametufadhilisha kwacho? Kutufanya sisi kuwa waadilifu, kutufanya sisi kuwa wakati kwa kati, hawendi huko hawendi huko, kila kitu nakipeleka inavyostahili. Wa ma'ada alwasat fa atrafun dakhilatun tahta alkhatar, kinyume na uadilifu au kinyume na ukatikati, elewa kwamba vile ni pande mbili zenye ziko pembeni. Uadilifu unakuwa uko katikati ya kitu, au ukati kwa kati unakuwa uko katikati ya vitu viwili. Kumbe kama haukuwa mwadilifu, haukuwa katikati, elewa ya kwamba utaangukia kwenye upande wa hatari. Utaangukia upande wa hatari. Faja'ala Allahu hadhihi al-ummata wasata fi kulli umuri ad-din. Allah akajalia umma huu kuwa ni uadilifu katika mambo yote ya dini, au kuwa ni umma wakati kwa kati kwenye mambo yote ya dini. Wasatan fil anbiya'i, kadhalika hata kwenye manabii tumejaliwa alhamdulillah. Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahudi. Umma huu umejaliwa hivyo hivyo kuwa na ukati kwa kati hata kwa manabii zao. Kuna umma ambao umevuka mipaka kwa manabii kama vile manasara mpaka wamefikia kuwaabudu, na kuna umma mwingine ambao wao wamechukua heshima zote za manabii wakazivunja mpaka kufikia kuwaua manabii kama vile mayahudi. Wa wasatan fi sharia. Lakini kwanza sisi ummatu Muhammad, sisi ni kati kwa kati, tunawapenda wa mitume wote, tunawaamini wa mitume wote, hatuwaabudu, ni wanadamu, ni viumbe vya Allah, wana haki ya utumwa ambao wana haki ya utume ambao Allah kawapatia. Hatuwaabudu,
wala hatuwavulii heshima. Ni imani katika imani za Uislamu. Wa wasatan fi sharia, pia hivyo hivyo umma huu umejaliwa kuwa ni kati kwa kati kwenye sheria. La tashdidati alyahudi wa asarihim wala tahawun an-nasara. Umma huu hauna mikazo kama mikazo ya Mayahudi, kadhalika hauna uzembe kama uzembe wa Manaswara. Bimaana ni umma ambao unatakiwa kuwa kati kwa kati. Ndio maana yamfaa kila Muislamu atembelee manhaji ya ukati kwa kati. Manhaji ya kati kwa kati. Usivuki mipaka, usiwi na mikazo, usiwi na mikazo ukafanana na Mayahudi. Usiwi na mikazo ukaja kuvuka mipaka. Kadhalika usiwi na urahisi wa kupindukia pia ukawa umevuka mipaka. Kwa hiyo inabidi mwanadamu uwe kati kwa kati. Panapostahiki kukaza, kaza. Panapostahiki kurahisisha, rahisisha. Hakadha ndivyo umma unavyokwenda. Waja'alaha wasatan fi umuri al-ibadati wad-din. Hivyo Allah kajalia umma huu kuwa kati kwa kati kunako mambo ya ibada na mambo ya dini, wal akhlaq was-suluk, pia na tabia na mwenendo, wa taamul wa tarbia, pia na kwenye kuamiliana na wengine, na kwenye upande wa malezi tumejaliwa. Ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama umejaliwa kuwa kati kwa kati. Sasa wewe usijinyimi hii sifa ya umma wa Mtume alayhi salatu wasalam, ukajivika sifa ya Mayahudi, ukajivika sifa ya Manasara, itakuwa sio jambo lenye kupendeza. Sikiliza anavyosema Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah. Anasema hivi: wa kullu khuluqin mahmudin muktanafun bi khuluqaini dhamimaini. Haya mambo yazingatiwe vyema. Kila tabia yenye kupendwa imezungurukwa na tabia mbili mbaya. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah tuyazingatie vyema kabisa. Kila tabia nzuri imezungurukwa na tabia mbili mbaya. Bimaana kila tabia yenye wewe unajua kwamba hii tabia ni nzuri, basi kuna tabia mbaya ziko pembeni yake. Kama ukuifanya hiyo nzuri, utafanya moja kati ya hizo mbaya, taka ustaki. Taka usitaki. Anaendelea kusema, wa huwa wasatun bainahuma, na hii tabia nzuri iko katikati ya tabia mbili mbaya. Wa tarafahu khuluqani dhamimani, pembeni yake, yani pembeni ya hii tabia nzuri ndipo pako tabia mbili mbaya chafu. Anaanza kusema, fa inna an-nafsa matan harafat ani tawassut, nafsi ya mwanadamu wakati itakapotoka katikati, itakapotoka kwenye ukatikati, inharafat ila ahadi al-khuluqaini dhamimaini wala budda, lazima nafsi itafika inaangukia kwenye tabia moja za pembeni, moja kati ya tabia mbili chafu. Tabia nzuri iko katikati, pembezoni mwake kuna tabia mbili chafu. Kama wewe haukuwa kati kwa kati, ima utakuwa mkaziaji, yani utakuwa mtu wa kuvuka mipaka, au utakuwa mrahisishaji moja kwa moja. Na Uislamu unataka mtu ambaye yuko kati kwa kati. Nitoe mfano kidogo. Mfano katika vitu ambavyo vipo shamil, vitu ambavyo vipo vimizagaa, vimeenea sehemu tofauti na watu tunavishuhudia, tunaviona. Katika masala ya kubidiishana, hii manhaji lazima itumike. Lazima mtu awe na uadilifu kumbidiisha anayestahiki kubidiishwa, na usimbidiishe ambaye hastahiki kubidiishwa. Sasa wewe ukiacha hii manhaji ya kati kwa kati ambayo tumefundishwa, utajikutana umebidiisha watu wote. Au bimaana utakuwa umechukua manhaji ya kukaza, hii haitakikani. Au utajikutana umechukua manhaji ya urahisi, kila mtu utamwona ni mtu wa sunna, na watu wa bid'a wote utaona kwamba wako sawa. Sijui
Ashaira utaona ni watu wa sunna, masufi utaona ni watu wa sunna, sijui maturidi utaona ni watu wa sunna, ibadhi utaona ni watu wa sunna. Hii ni manhaji ambayo ni mbovu. Utaanguka kwenye hii manhaji kwa sababu umeacha manhaji ya katikati. Manhaji ya katikati ni manhaji iko kwenye usawa. Manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa inambidiisha mtu anayefaa kubidiishwa, ambaye vigezo vimekamilika. Kama havijakamilika usimbidiishi. Hivyo ndivyo manhaji inavyokwenda. Ndio maana ya uadilifu ambao tunazungumzia hapa. Akasema Ibnul Qayyim, fa idhan harafat an khuluqi at-tawadhu'i, ikiwa mtu utaacha tabia ya kujishusha, inharafat, basi utaanguka, utapinda kuelekea kwenye imma ila kibrin wa uluwin, ima uwe mtu mwenye kiburi na kujinyanyua, wa imma ila dhullin wa mahanatin wa haqara, au uwe kwenye udhalili, Bimaana kuna tabia tatu. Kuna kiburi na kuna udhalili wa hali ya chini, alafu kuna tawadhu ipo katikati. Kama wewe haukuwa mtu mwenye kujishusha, basi ima utaingia kwenye kiburi, ima utaingia kwenye kudhalilika. Kumbe panahitajika tabia ya kati kwa kati. Akaendelea kusema Imamu, hizi tabia twende tunazizingatia. Wakadhalika idhan harafat an khuluqi sabri almahmudi, hivyo ikiwa mwanadamu utaacha tabia ya subra, ikiwa subra utaitupilia pembeni, in harafat, basi hii tabia yako inafika inaelekea wapi? Imma ila jaza'in wa hala'in wa jasha'in wa tasakhutin. Imma uingie katika maumivu, papara, tamaa, kutokuridhika. Ambaye hana subra anaweza kujikutana ameingia kwenye hii tabia. Wa imma ila ghilzati kabid, kama ukuingia kwenye papara, basi utajikutana umeanguka kwenye kuwa na roho mbaya. Wa qaswati qalbi, roho shupavu, roho kakamavu ishachafuka. Wa tahajjuri tab'in, kadhalika utakuwa na nafsi, utakuwa na roho ambayo haipendi maendeleo wala hainaga maendeleo ya aina yoyote kwa ajili ya kukosa subra. Kwa hiyo tabia tatu, ima papara na kutokuridhika, au tabia ya subra, au tabia ya roho mbaya. Ukikosa subra utaanguka mmoja kati ya hizo tabia mbili chafu. Sheikh akatuambia tena, wa idhan harafat an khuluqi alhilmi, ikiwa mwanadamu utakosa tabia ya upole umeukosa, in harafat, basi tabia zako zinahamia wapi? Imma ila taishi walhidda walkhifa. Imma ila taishi walhidda walkhifa, hivyo vinaingia kwa maana moja. Bimaana kama ukikosa kuwa na upole, utaingia kuwa na upungufu, utakuwa katika wapungufu wa akili. Kadhalika utakuwa na matatizo ya kutengeneza vitu vyema. Wa imma ila dhul wal mahana wal haqara, au utaanguka katika kudhalilika pia. Kama hauna upole, kama jinsi tulivyoanza mwanzo wa darasa kwenye kaida iliyotangulia, ambayo tumesema kwa ni kaida ya pili, kama mtu hauna upole, basi vitu vinavyoutafanya vyote vitaingia mu aibu, vitaingia mu kasoro, vitakuwa mapungufu. Haya, akaendelea kusema, fa farqun baina man hilmuhu hilmu dhulli wa mahanatin wa haqaratin wa ajzin, wa baina man hilmuhu hilmu iqtidarin wa azzatin wa sharaf. Sheikh anataka kutuonesha hapa kwenye upole uko aina mbili, na huo tofauti lazima tuujue. Kuna mtu ambaye upole wake ni upole wa udhalili, upole wa kuzaraulika, upole wa kushindwa kufanya vitu.
Na kadhalika kuna upole ambao ni upole mzuri unaotakikana, ni upole wa cheo, wa heshima na utukufu. Kumbe mtu usiwi mpole katika mambo ya harambi, maana watu wanakuamrisha kufanya maasi na wewe unaenda kuyafanya eti juu ya upole. La, hiyo ni ujinga ya akhi. Sheikh akasema wa idhan harafat an khuluqil ana warifqi inharafa. Pia hivyo mwanadamu akipoteza utulivu wa matendo, utaratibu, basi ataangukia kwenye nini? Imma ila ajalatin wa taishin wa unfin. Kama mtu hakuwa mtu mtulivu kwenye matendo yake, basi atakuwa ni mtu wa haraka haraka, mtu wa papara, mtu wa pupa, mtu wa shupavu, mtu mwenye kutaka kila kitu kifanyike hapo hapo. Wa imma ila tafritin wa idaa, au atakuwa katika tabia ambayo ni ya uzembe na kupoteza vitu vinaharibika hivyo hivyo. Warifqu wal anatu bainahuma, upole na utulivu sawa, uwe ni wa maneno, uwe ni wa vitendo, uwe ni wa muamala na wenzako. Hivi ni vitu viwili ambavyo inabidi viende sambamba. Na hii tabia ni tabia ambayo ipo katikati ya tabia mbili mbaya, tabia ya pupa na haraka na tabia ya uzembe na uharibifu. Upole ndio unakuja hapo katikati. Sheikh akasema wa idhan harafat an khuluqir rahma. Ya salam. Ikiwa tabia itakosa kuwa yenye huruma, basi tabia hizo zitafika zinaangukia kwenye qaswa, ukakamavu, wa imma ila dha'fi qalbi wa jubni nafsi, au atakuwa ni mtu mwenye tabia ya roho dhaifu, mwenye nafsi ya uoga, kaman la yuqdimu ala dhabhi shat. Yani mtu atakuwa na uoga kana kwamba vile utafikiria ni mtu ambaye hata akipewa mbuzi kuchinja hawezi akachinja. Wala iqamati haddin, au akimwambia auwe mtu ambaye amefanya makosa ya kidini hawezi. Wataadibi wala din, yani mtu huyu hata mtoto wake akifanya makosa atashindwa kumwadabisha. Wayazumu anna arrahmata tahmiluhu ala dhalika, huku akidai kwamba huruma ndio inamsababisha kufanya hivyo. Haya maneno tuyazingatie vizuri na yarudie tena. Neno huruma tunalitumiaga fasi sio kwa fasi yake. Neno huruma tunalitumiaga fasi sio kwa fasi yake. Mtoto anafanya makosa, unashindwa kumwadabisha, unadai kwamba ni huruma uko nao. Unamwona mtu anataka kuchinja mbuzi, eti unakimbia kwa sababu unakuwa na huruma sana na minyama. Huyo sio huruma yake. Huruma ni tunakusudia hapa ni huruma ambao unabidi uwe kati kwa kati. Huruma wa huruma wenyewe hauwezi kukuziwia. Mtume hauwezi kukuziwia kufanya mambo yanayohitajika. Mtume alikuwa na huruma, maadhalika alikuwa na adhibu panapostahili kuadhibika. Na ndio maana Sheikh anasema waqad dhabaha arhamul khalqi biyadihi fi mawdi'i wahidin 63 badana. Mtume alikuwa na huruma sallallahu alayhi wasallam, lakini maadhalika amechinja ngamia 63 kwa wakati mmoja. Waqata'a al-aydiya min ar-rijali wan-nisa'i, alikata mikono ya wanamume na wanawake walioiba. Wa daraba al-a'naq, alikata mashingo ya watu katika vita. Wa aqama al-hududa, amesimamishia hadi watu walipigwa mafimbo waliostahili kupigwa fimbo. Wa rajama bil hijara, alipiga mawe ambao walistahili kupigwa mawe. Hata mata al-marjum, mpaka wanafariki. So ukisema huyo sio huruma, maana yake mtume hakuwa na huruma? La, huyu ndio huruma. Ama yale ya kwako wenye anakupeleka sijua umwazibu mtoto tijuko na huruma, sio huruma. Huyo ni udhaifu wa moyo, udhaifu wa nafsi. Akasema Sheikh wakana arhama khalqi llahi ala al-itlaq wa arfa'ahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mrahimu, alikuwa ni mwenye huruma zaidi katika viumbe vya Allah. Yeye ndo alikuwa mwenye huruma wa kwanza kushinda wengine wote. Wakadhalika talaqatul wajhi, hivyo
kukunjua uso, yani kutokuwa na uso wa kukasirika. Walbishrul mahmudu, na kuwa na bashasha njema, uso wenye furaha. Fa innahu wasat baina ta'bis wa taqtib wa tas'ir al-khadd. Kuwa mwenye uso mkunjufu ni tabia njema, kufurahi ni tabia njema. Hii tabia njema ya kufurahi inapatikana baina ya tabia mbaya ambayo ni taabisi, kukunja uso, wa taqtibi, kukunja nyusi, wa tas'ir al-khadd, na kukunja mashavu, yani mtu unakaa kasirika kila wakati. Hii ni tabia mbaya. Wa baina al-istirsali bidhalika ma kulli ahadin, pamoja ingine tabia mbaya, tabia ya kumfurahia, kumchekea kila mtu. Hii tabia mbaya. Tabia nzuri, mfurahie, furahi panapohitajika kufurahi, kasirika panapohitajika kukasirika. Sio mtu anafanya maasi eti wewe unafurahi afu unasema eti ndo hikma na tabia njema. La, hiyo sio hikma wala sio tabia njema, bali ni tabia mbaya. Bihaithu yudhhibu alhaiba, mtu unacheka hovyo na wenye makosa wote wewe uko nao tu unawachekea. Ili jambo linakuja kuondoa hiba kwenye uso wako, ile hofu ya watu kukuogopa wakati wa makosa inaondoka. Wayuzilu alwaqara, na heshima pia na utulivu vyote vinaondoka. Kama anna linhirafa alawwala yuqi'u alwahshata walbaghdha, kama jinsi kuharibika kule kwa kwanza ambako tumezungumzia ya kukunja uso, hii inakuja kupelekea watu kukuogopa na watu wanakuchukia. Wanuqratu fi qulubi alkhalq, pia unakuwa na doa mbaya katika vifua vya watu. Bimaana kukaa na wakunjia watu sura, watu wanakuelewa kivingine, watu wanakufasiri kivingine, watu wanakuona kivingine. Lakini inayohitajika ni mtu kuwa na tabia kati kwa kati. Wasahibul khuluqil wasat, mtu mwenye tabia ya kati kwa kati. Mahibun mahbub, ni ule mtu ambaye anapendwa na watu, uso wake unahofiwa na watu wakati watakapokuwa alifanya makosa. Azizun janibuhu, ni mtukufu katika pande zote. Habibun liqa'uhu, ni mtu ambaye kila mtu anapenda akutane naye, kila mtu anapenda azungumze naye. Wa fi sifati nabiyina sallallahu alayhi wasallama, katika sifa za mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, man ra'ahu badihatan haba, mwenye kumuona tu turu ya kwanza lazima amuogope, yani lazima apatwe na mtetemeko, huyu mtu vipi. Wa man khalatahu 'ishratan ahabba, na mwenye ataishi pamoja na mtume sasa anafika anampenda, anaona la, hakuna mtu mzuri kama huyu. Hapa ndio mwisho wa maneno ya Ibn al-Qayyim, yanapatikana kwenye kitabu Madarijus Salikina, kitabu cha pili, ukurasa wa 297. Na ndio maana Sheikh anasema wasayati insha Allah mazidu amthilatin litawassut fi tarbiyati al-abna'i wa ta'amul ma'ahum. Hivyo mifano itakuja mingi sana ambayo itakatuelekeza kuwa na ukati kwa kati katika malezi ya watoto na namna ya kuamiliana na watoto zako hao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, hizi kaida mbili ambazo tulizozisoma leo, kaida ya 3 na ya 4. Ya 3 ilikuwa inazungumzia upole, kuamiliana na watoto kwa upole, na kaida ya 4 ikawa inazungumzia kuwa kati kwa kati wakati unapoamiliana na watoto. Na tukachukua mifano kwa Ibn al-Qayyim, anatuonesha kwamba vile yani tabia ziko aina 3. Kila tabia nzuri kuna tabia mbaya ziko pembezoni mwake. Kwa hiyo wewe jihimize na kutafutana na ile tabia nzuri. Iwapo utaikosa ile tabia nzuri, utaanguka kwenye tabia moja mbaya kati ya zile tabia mbili. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana na tumuombe Allah taufiki ili tuwafikishwe katika yale yaliyokuwa mazuri. Hapo ndio itakuwa mwisho wa darasa letu hili la leo. Na kabla sijamalizia, kuna swala ambalo ndugu yetu mmoja alikuwa ameliuliza wiki iliyopita kuhusikana na mzazi. Mtoto anataka kuchagua fani fulani, takhasusi fulani, section fulani, na mzazi naye anamwambia hapana, lazima uchukue hii takhasus. Je, huyu mtoto kama hakufuata yenye mzazi anamwambia, anakuwa ameingia katika kutokumtendea wema mzazi wake? Jibu lake ni kwamba hapana. Kumtii mzazi katika masala ya kuchagua section sio wajibu na wala hauingii katika dhambi. Na ndio maana regle mbili, aidha kanuni mbili ambazo tuzizingatie vyema.
kumtii mzazi ni wajibu isipokuwa kwenye vitu viwili. Moja, kwenye mambo ya maasi hakuna kumtii mzazi. Kadhalika kwenye mambo ambayo ni ya madhara kwako wewe mtoto hakuna kumtii mzazi. Na ya masala ya takhasus, masala ya section, fakulte, mtoto ndo anaenda kusoma, yeye ndo anajijua kisa atakavyopambana huko. Lakini ni vyema mtoto kama unaona unaweza kile chenye mzazi alikwambia ukakifanya kwa kumridhisha mzazi wako, kwa kuwa utakiweza ni vizuri zaidi. Lakini kama haukiwezi, hapo hakuna kutii kwa hilo. Wallahu a'lam. Kuna yule ambaye anaandika suala lake, anauliza ni njia zipi mtoto hujifunza zaidi, kupitia upole au ukali? Njia zote njia zote zinahitajika, yani upole unahitajika na ukali unahitajika. Na haya ndio yale ambayo tuliyasema, ukitumia upole tu daiman kuna nafasi utaharibu. Maana kuna nafasi panahitajika ukali, itabidi utumie ile ukali. Na kuna nafasi ambapo pahitajiki ukali, tumia upole. Kwa hiyo inabidi mzazi uwe kati kwa kati. Uwe kati kwa kati. Kuna wakati mzazi ameikaa tu labda barazani mathalan, ameikaa. Mtoto anakuja, labda akawa ameangusha kitu kwa bahati mbaya. Na unaona kama ni bahati mbaya, ila mtoto hapo ashapewa matusi, aisha tukanwa, aisha fokelewa, na mzazi ameona kwamba ni bahati mbaya. Hapa ukali ulikuwa ustahiki. Ulikuwa ustahiki. Mnasihi kwa utulivu, mwelekezo kwa utaratibu, ataelewa. Kwa hiyo njia zote mbili zinahitajika. Panapohitajika upole pawe upole, panapohitajika ukali pawe ukali. Aiwa, hivyo ndivyo inavyohitajika. Na Allah akituwafikisha, kuna kitabu chetu fulani ambacho tuko tunaandika cha kuhusikana na malezi. Yote hayo tumeyazungumza ndanimo, kiko kwa lugha ya Kiswahili. Kikimalizika inshallah kitakuwa hewani. Naam, afu kuna mwingine pia mwingine naye amekuwa anauliza, kuna mtu anauliza mzazi wake wa kiume huwa ni mtu wa hasira sana. Inatokea huwa anatereza kwenye ulimi mpaka anawaambia wanawe atawatendea kitu kibaya. Hata ikibidi ushirikina atawafanyia. Hii imekaaje katika dini, shekhe? Ya subhanallah, Allah atuweke mbali na shirki. Shirki ni jambo lizito. Shirki ni kitu ambacho kinamtoa mtu katika Uislamu. Shirki ni dhambi kubwa. Mpaka Allah alimwambia na mtume wake, ukifanya shirki matendo yako yote yataporomoka. Kwa hiyo vitu kama hivi havifai, na wala mzazi hafai kuwa na vitu kama hivi. Kuna tiba, kuna mambo fulani ambayo yanamsaidia mtu kipindi mtu anakuwa na hasira. Miongoni mwa mambo hayo kama vile mtu unapokuwa na hasira, kutawadha kunapunguza hasira, kutumia adhkari kunapunguza hasira. Na haya pia tunayazungumza mkitabu fulani. Kuna kitabu ambacho tumekusanya darsa za Sheikh Abdul Hamidi, tukataja njia ambazo mtu anaweza kutumikisha kwa kutaka kupunguza hasira. Muhimu. Kwa hiyo mzazi kama huyu, haya maneno yenye mzazi anayatumia, haya pia anaweza kuwa ni sababu ya kuharibika kwa mtoto. Anaweza kuwa ni sababu ya kuharibika kwa mtoto. Kumbe inabidi mzazi kama huyu ajikosoe katika mfumo, ailinde hasira yake, aimiliki hasira yake, simpeleki. Asijikutani anakuwa anatoa maneno mabaya mbele ya watoto. Haya yanampelekea kuharibika kwa ule mtoto. Alafu na kwa kuwa huyu mzazi ndio tabia yake jinsi alivyo, akithirishe ibada kwa wingi na muombe Allah kwa wingi ambadilishe hii tabia. Alafu na katika watoto, kama kuna watoto zake ambao wameshakuwa watu wazima, sio ambao anaweza kuwa anamsogelea baba na kumnasihi ili baba, tabia hii huenda ikabadilika.
Naam, naona ameongezea ni mtu wa ukali, kufoka sana. Haya ndio ile tumesema katika makosa yanapatikana upande wa malezi. Wazazi kufoka hovyo. Haya ni makosa, yanaharibisha mtoto. Mtoto afokelewe panapostahili kufokelewa na adekezwe panapostahili kudekezwa. Kwa hiyo tabia si tabia nzuri, ni tabia ambayo ina madhara makubwa katika upande wa malezi. Wallahu aalam. Naam, kuna mwingine naona alipandisha mkono, nadhani ndio tutamalizana nayo hiyo inshallah. Bwana Almas, karibu ustaz. Darsa za zilizotangulia inshallah zitatumwa, bado tu sijazimpatia muhusika ili azitengeneze na kuweza kuziweka kule kwenye group inshallah, lakini zitatumwa karibuni tu kwa uwezo wake Allah. Allah tuwafikishe. Tunamwomba Allah atupatie elimu yenye manufaa, tunamwomba Allah atupatie mwisho mwema, tunamwomba Allah tujalie tuwe wazazi bora kwa watoto, tunamwomba Allah tujalie sote tuwe viigizo bora katika jamii, katika umma, tunamwomba Allah atujalie tuige yale ambayo mtume aliyotufundisha, tunamwomba Allah atujalie tuwe watu wa uadilifu, watu wakati kwa kati, tunamwomba Allah tujalie tuitumikishe sheria yake kama jinsi anavyotaka yeye mwenyewe Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.